Baada ya kupata tuzo, moyo wa Shani ulianza kuota majani ya matumaini. Watu walimpongeza, wengine walimchukia kimya kimya, lakini hakuna aliyemjua kwa undani. Chini ya tabasamu lake palikuwa na kilio kisicho na sauti. Alipofika chuo kikuu cha Dar es Salaam, hakuwa na mavazi ya gharama wala smartphone ya maana, lakini alikuwa na akili. Alikuwa binti wa kwanza, mzigo wa familia ulikuwa kwenye mgongo wake kama gunia la mahindi. Kila mwanafunzi alitamani kuwa karibu naye, wengine kwa sababu ya sifa, wengine kwa sababu ya uzuri wa binti wa kijijini aliyevaa sidiria moja kwa wiki, lakini alionekana wa tofauti. Moyoni alijiambia, mimi si kama wao. Sitapoteza dira kwa watu waliokuja kutafuta likes badala ya elimu. Chuo kilitangaza uchaguzi wa viongozi. Shani alijisemea kwa moyo, kwa nini nisiwe kiongozi wa burudani? Mbona naweza? Mbona najua mateso ya wanafunzi? Alichukua fomu. Ndio hapo kejeli zilipoanza. Eti huyo anagombea uongozi akiwa anakaa Mabibo hostel kama yaya wa chuo. Hana hata perfume ya maana. Anatumia sabuni ya kipande kufua na kuoga. Atapitaje wakati hata makeup yake ni ya mkaa na mate? Lakini Shani hakutikisika. Alichagua kutembea na rafiki mmoja wa kweli aitwaye Moses. Wakiwa wawili walitengeneza moto wa kampeni uliowaka mpaka Block C. Wanafunzi waliamuka, walimchagua kwa kishindo, si kwa sababu alikuwa maarufu, bali kwa sababu aliwakilisha sauti ya wasiosikika. Shani alikabidhiwa ofisi, akakabidhiwa mshahara wa uongozi. Ndipo alipogeuza karanga kuwa biashara. Kila asubuhi aliamka kabla ya wote. Akapika kachori zake, akazipanga vizuri, akazipeleka cafeteria. Alikuwa bosi na mfanyakazi kwa wakati mmoja. Siku moja alikutana na jogoo la shamba, kijana aliyemfahamu alipokuwa anafanya kazi viwandani. Mwanzo walikumbatiana kwa rafiki, mwisho wakabebana kwa mapenzi. Lakini mapenzi haya yalikuwa na sumu ya chura. Jogoo la shamba hakuwa mwanamume wa kazi, bali mtaalamu wa maneno matamu yaliyojaa uongo. Shani aliamini, akampa mtaji. Badala ya biashara, kijana alianza kuvaa mitindo mipya, kununua vipodozi na kutembea na wasichana wenye kitenesi cha kisasa. Rafiki wa Shani, Jacqueline, alimwambia siku moja, Shani, boyfriend wako anatumia hela yako kununulia bra za rafiki zako. Hivi wewe unajua jogoo lako anawika kwa kila mlangoni, lakini kwako ananunua mandazi ya jana? Lakini moyo wa Shani ilikuwa kipofu. Alilia kimya. Alipovunjika moyo alikaa kimya, na kimya chake kilikuwa na kejeli za dunia. Hata baada ya kuachana naye, jogoo hakumwacha. Aligeuka choko za roho, akianza kumpa dharau za wazi. Msomi gani anauza karanga na anakaa Mabibo? Skola wa kachori. Ulishaachwa na baba yako, ukatukanwa na babu, sasa na mimi nimekutoa. Labda ni laana ya ukuu. Lakini Shani hakuwa bubu wa mateso. Aliumia, lakini hakukata tamaa. Siku moja akiwa cafeteria, mkufunzi mmoja mwenye sura ya upole alimkaribia. Mbona ucheki Shani? Kijana mdogo kama wewe anatakiwa kuwa na furaha. Alikataa kusema chochote. Moyo wake ulikuwa umefungwa kwa kufuli la huzuni. Aliona kila mwanamume ni adui aliyevaa suti ya upole. Lakini yule mkufunzi alijitahidi. Alimsaidia tena, hadi Shani akamwamini. Akamweleza kila kitu. Baba, babu, jogoo, njaa, karanga na kachori. Alimfungukia kabisa. Lakini kumbe mkufunzi naye alikuwa na lake. Alitaka mchango wa faraga. Shani alimkataa kwa heshima. Ndiyo hapo huduma zilipoisha kama maji ya kisima kilichokauka. Usipotoa, hutopewa. Msomi mzuri, lakini kichwa gumu. Hayo yote hayakumvunja Shani. Aliendelea kupika, kuuza,
kujifunza na kusoma. Akahitimu akiwa na alama juu. Alipopangiwa kazi mkoa mbali, alipoingia ofisini siku ya kwanza, alijiambia, huu si mwanzo mpya. Huu ni uendelezaji wa mateso. Dunia si ya huruma. Alikumbuka kila kejeli aliyowahi semewa. Alikumbuka karanga zilivyomnunulia vitabu. Alikumbuka jinsi alivyodharauliwa. Lakini sasa alikuwa mtaalamu, ofisa wa serikali, mwenye saini inayotetemesha walioshindwa darasani kwa sababu ya mapenzi.